mmoja wa Lailatul Qadr ni bora kuzidi miezi 1000 ndugu zangu Waislamu. Na miezi 1000 kikalkuleti ni sawa yapata kama miaka 83 ndugu zangu Waislamu, kwa usiku mmoja. Chukulia jambo hili uzito ndugu zangu Waislamu. Usiku mmoja umefanya ibada, unahesabiwa kama umefanya ibada miaka 83 ndugu zangu Waislamu. Umeswali salatu al-isha katika salati jamaa, salati ya jamaa, swala ya jamaa ya pamoja msikitini, unahesabiwa kama umeswali swala ya faradhi ya salati al-isha miaka 83 umeiswali pasina kuiacha hata siku moja ndugu zangu Waislamu. Umesoma Qur'ani katika siku hii ya Lailatul Qadr, unahesabiwa kama umesoma Qur'ani miaka 83 ndugu zangu Waislamu, haijapata hata dakika sekunde ukawa umeacha kusoma Qur'ani. Ni ujira ulioje! Angalia umri wetu tulionao na uangalie ubora na fadhila na malipo ya kile kitu tunachokifanya siku moja ndugu zangu Waislamu. Hii ni fadhila na Allah tabaraka wa taala, kuonyesha yeye Allah tabaraka wa taala anatupenda na anatujali ndugu zangu Waislamu. Ndani yake katika Lailatul Qadr kuna kusamehewa madhambi yaliyotangulia, yale madhambi ambayo tumeyafanya ima kwa makusudi, ima kwa kutokujua, ima kwa kujua na kutokujua, ima kwa kukusudia au kutokusudia, ima kwa akili au kwa ujinga. Ndani ya usiku huu unapatikana madhambi ya namna hiyo ndugu zangu Waislamu. Kwa hakika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, min qiyami laylatil qadr man qama laylatul qadr, yoyote atakayesimama kwa kufanya ibada katika usiku wa Lailatul Qadr imanan, kwa imani, wa itisaban, na kutaraji malipo mbele ya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake, yatasamehewa madhambi yake yaliyotangulia yote ndugu zangu Waislamu. Hii ni kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye Allah tabaraka wa taala amemsifu, anasema wama yantiqu anil hawa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa asemi kwa matamanio yake na kupenda kwake, in huwa illa wahyi yuha, isipokuwa ilikuwa ni wahyi aliyofunuliwa, ni maagizo ya Allah tabaraka wa taala kwamba waambie waja wangu namna hii, waambie jambo hili waja wangu. Hii alikuwa ni maagizo ya Allah tabaraka wa taala. Na mtume huyo ndo anasema, yoyote atakayesimama katika usiku wa Lailatul Qadr akiwa na kwa imani ya Allah tabaraka wa taala kwamba atalipwa, na akataraji malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala, akawa na imani kwamba nasimama kwa ajili ya Allah na muabudu Allah, na akataraji kwamba yule ambaye na muabudu Mwenyezi Mungu mtukufu atanilipa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, usamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia ndugu zangu Waislamu. Kule kusimama tu kwa imani na kutaraji kulipo, basi Allah tabaraka wa taala anakusamehe. Leo tunaacha fadhila kubwa kama hizi ndugu zangu Waislamu. Hatuna guarantee hata kama kesho tutaiona, hatuna guarantee kama Ramadhani nyingine ataiona. Allah tabaraka wa taala, hii ni siri yake kuijua kesho. Hii ni miongoni mwa siri za Mwenyezi Mungu mtukufu ndugu zangu Waislamu. Wama, kama Allah tabaraka wa taala alivyosema ndani ya Qur'ani, wama tadri nafsun madha taksibu ghadan, haijui mtu kesho atachuma nini, haijui mtu riziki yake kesho atapata nini. Ndugu zangu Waislamu, hii ni siri ya Allah tabaraka wa taala. Tushughulishwe na hiki tulichonacho sasa hivi, kile cha kesho tumwachie Allah tabaraka wa taala. Tushughulishwe na hii tulionayo, kubila mwisho ndo hivi laenda kumalizika ndugu zangu Waislamu. Imetughul kama Allah tabaraka wa taala anatuhoja, anatuuliza na atatushangaa,
Anasema Allah tabaraka wa taala, ma gharraka bi rabbika alkarim, kipi gani kimewapumbaza, kitu gani kimewaghul, kitu gani kimewasaurisha, kimewapumbaza mpaka mkamsahau Allah tabaraka wa taala, mkasahau kwamba ipo siku mtakutana na Mola wenu mtukufu, kwamba mmesahau kwamba kuna zawadi kubwa mlionayo katika wakati huu. Allah tabaraka wa taala anatuoji, na Allah tabaraka wa taala kama alivyotuahidi kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema la yazalu alqadamun yawm alqiyama, mtu hatonyanyua mguu mpaka ulizwe mambo matano. Moja mambo haya ataulizwa, umri wako uliutumia vipi ndugu zangu Waislamu? Bimaana wakati huu ndo wakati wa kuchuma ndugu zangu Waislamu, tujipinde sawa sawa kuchuma ndugu zangu Waislamu. aqulu ma tasna'un wa astaghfirullah wa lakum wa li jami'il muslimina innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الله، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عباد الله، enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, hakika Ramadhani hiyo ndo inaishiria inatuondoka ndugu zangu Waislamu. Mgeni wetu mtukufu mpendwa anatuondoka hali ya kuwa hatujapata chochote kutokana naye, hatujapata maalumati kutokana naye. Huenda tukatumekula hasara ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika 10 la mwisho, 10 ambalo lina fadhila kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala, lina tija kwetu, lina faida kwetu ndugu zangu Waislamu. 10 ambalo ni kiashiria pia cha kwamba sasa hivi mwezi wa Ramadhani ndio huo umetupungia mkono unaondoka ndugu zangu Waislamu. Mwezi wa baraka, mwezi wa neema, mwezi ambao ndani yake kunapatikana maalumati mbalimbali, kunapatikana rehema, kunapatikana msamaha, kunapatikana neema, kunapatikana mapenzi ya Mola wetu mtukufu ndugu zangu Waislamu. Hakika hili 10 tujipinde sahihi, tujipinde zaidi ili kufuta makosa ambayo tumeyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani katika 10 mawili haya yaliyopita ndugu zangu Waislamu. Huenda tukawa tumemuudhi Allah tabaraka wa taala katika 10 haya mawili yaliyopita. Tumemwasi Allah tabaraka wa taala kwa kufanya makatazo aliyoyakataza ndani ya 10 mawili haya yaliyopita. Basi tujizuie, tuzifunge nafsi zetu, tujifunge kibwebwe katika 10 hili la mwisho ndugu zangu Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, hakika huu mwezi ndio umetuacha hivyo ndugu zangu Waislamu. Tujipinde sawa sawa, tarawih tuziswali ndugu zangu Waislamu. Hakikisha umeswali hata kama raka 2 ndugu zangu Waislamu. Ashumu ungekuwa na swali la raka 2 kila usiku wa 10 la mwisho. Siku zote hizi 10 la mwisho kwa na swala raka 2 ndugu zangu Waislamu, Lailatul Qadr haiwezi kukukwepa. Lailatul Qadr haiwezi kachengana nawe ndugu zangu Waislamu. Ukaamka usiku ukaswala raka 2, ukasoma aya 10 ndugu zangu Waislamu, ukamsabihi Allah mara 10 katika kila usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani katika 10 hili la mwisho. Bimaana Lailatul Qadr haiwezi kukukosa popote, siku yoyote itakapokuja itakukuta, maadamu unadumu katika kumzukuru Allah na kufanya ibada katika 10 hili la mwisho ndugu zangu Waislamu. Tujipinde kikamilifu
kisawasawa katika kutafuta neema za Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala amesema ndani ya Qur'an kuwasifu waja wema, waja ambao Allah tabaraka wa taala ametufanyia mfano sisi kuwa ni vifano kwetu, wao kuwa ni mfano kwetu sisi tuwaige wao. Ndugu zangu Waislamu, Allah tabaraka wa taala akasema walladhina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, na wale wanaokesha usiku kwa ajili ya Mola wao hali ya wakisujudu na kusimama. Ndugu zangu Waislamu, Allah tabaraka wa taala amewasifu hawa ndio waumini. Na Allah tabaraka wa taala akaendelea akasema kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, walikuwa wakilala kidogo usiku, wa bil ashari hum yastaghfirun, walikuwa wakilala kidogo usiku na kabla ya alfajiri walikuwa kiomba msamaha. Ndugu zangu Waislamu,